السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwelekee kipenzi chetu, naye si mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu usia mkubwa na usia adhim, nao si mwingine ni usia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hakika khutba yetu ya tutaangalia sura za fitna na sababu zake, kwani katika kipindi chetu cha hapa karibuni tumekuwa na wimbi ambalo wimbi hilo lilisababisha fitna iliyokuwa kubwa katika nchi yetu, jambo lililoacha maharibiko na machungu kwa mtu mmoja na makundi tofauti tofauti. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, hakika katika sababu na sura za fitna ni watu kuita fitna kwa jina lisilokuwa la kwake, kuitaja fitna kwa jina la ukombozi, au kuitaja fitna kwa jina la kujitoa katika makucha ya watawala, au kuipa jina la muamko watu kutoka katika mahala fulani na kwenda katika mahala pengine, au kuipa fitna jina la kutafuta haki. Na watu wameathirika katika hali hiyo na wakaingia katika fitna bila kujua, pale ambapo wale ambao waliokuwa wanawalingania kuingia katika jambo hilo ni wale ambao walioamini na kuwasadikisha katika maneno yao na matendo yao, na hasatan pale walipokuwa watu hao ni baadhi ya viongozi wa kisiasa au viongozi wa dini, wakawadhania kheri, wakajikuta wameingia kwa ujinga katika mkumbo huo. Jambo hilo likasababisha kuingia katika machungu na madhara yaliyokuwa makubwa. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala: wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun.
habari hizi Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na wanafiki ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia katika mji wa Madina na kueneza Uislamu na kuutangaza Uislamu na mji huo kugeuka kuwa ni mji wa Kiislamu, kuna watu hawakuridhishwa na utawala ule wa Kiislamu katika mji wa Madina, wakadhihirisha Uislamu hali ya kuwa ndani ya vifua vyao ni makafiri, wakawa wanaeneza katika ardhi ufisadi na kuwashawishi watu wengine wawasapoti katika ufisadi ule. Pale walipokuwa wakinasihiwa na kuambiwa kwamba nyinyi mnafanya uharibifu katika ardhi, wao wanasema yale waliokuwa wakiyafanya sio ufisadi bali wanatengeneza. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha, akawaambia tambueni ya kwamba hayo mnayoyatekeleza mnayoyafanya ndiyo ufisadi wenyewe, lakini nyinyi hamtambui hilo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwabainisha munafiqun katika mji wa Madina na kuyataja yale ambayo waliokuwa wanayafanya, hali ya kuwa wakiyaficha na kuyapamba kwa jina lililokuwa zuri. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha, bali aliwabainisha watu wale, na wala hali yao ya kuficha yale ambayo waliokuwa wakiyafanya katika uharibifu hayakubadilisha jina la fitna na uharibifu wao katika uhakika wake. Ayuhal muslimuna ibadallah, zindukeni, fahamuni ya kwamba mtu kutokufahamu sura ya madhara fulani, sura ya maharibiko fulani, ni sababu ya yeye kuingia katika maharibiko yale, au ni sababu ya yeye kuingia katika madhara yale. Ukiingia hautotoka salama, utatoka ukiwa na machungu, utatoka ukiwa umepoteza mali zako, utatoka ukiwa umepoteza heshima yako, au wakati mwingine unaweza usitoke na nafsi yako ikapotea kwa sababu ya kuingia katika fitna hiyo. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, fakaifa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, fakaifa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim, vipi utakapowapata watu msiba uliosababishwa na yale yaliyotendwa na mikono yao. Vipi utakapowapata watu msiba uliosababishwa na wao wenyewe. Thumma ja'uka yahlifuna billah, kisha wakakujia wanamwapa Allah subhanahu wa ta'ala wakisema ya kwamba in aradna illa ihsana wa tawfiqa, hakuna tulichokikusudia isipokuwa tulikusudia kutengeneza na kuyafanya mambo yaende sawa sawa. Maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano uliokuwa wa wazi kabisa ambao tunatakiwa tufanyie kazi sisi Waislamu bilkhusus wa bilumum wa Tanzania, kwa yale ambayo yaliyotokea tarehe 29 na siku mbili baada yake. Watu walitahadharishwa, wakaambiwa wasiingie barabarani kuandamana, wakapanga mipango ya siri, wakapanga mikakati ya kununua petroli kutoka nazo barabarani na kuunguza vituo vya mabasi ya mwendo kasi, kadhalika pia kuchoma magari ya watu binafsi
na magari ya serikali na ofisi za serikali, wakachoma kadhalika na vituo vya polisi na mambo mengine ambayo yaliyoharibiwa kama petrol station na mfano wake, jambo lililosababisha watu hawa kupatwa madhara ya hapa na pale na baadhi yao kukamatwa na kuwekwa rumande. Watu hawa tulipokuwa tukiwaona wazazi wao, kadhalika pia na wao baada ya kuachiwa, walikuwa wakijaribu kulielezea lile jambo lao kana kwamba hakuna walichokusudia kibaya, hali ya kuwa kwa macho yetu tumeona na kwa masikio yetu tumesikia madhara ambayo yaliyotokea kwa sababu ya wao kutoka barabarani. Unadhani ni njia gani ambayo ingetumika kuzuia ule uharibifu ambao uliokuwa unakusudiwa kufanyika kupitia kutoka kwao barabarani au kupitia maandamano hayo? Haya ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kuna watu walifanya madhambi wakapatwa na madhara, wakaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakapatwa na madhara ya kufikiwa na mkono wa serikali, mkono wa mtawala, wakawa wamekwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, wanadai kutoa udhuru kwamba sisi yale ambayo tulikuwa tunataka kuyafanya haikuwa ni jambo baya, hatukukusudia kufanya yale ambayo yaliyotokea, bali tulikusudia kufanya mabadiliko kutoka katika hali fulani ya unyonge kuja katika hali ya uhuru. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kisa kizima na jinsi walivyokwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kisha akakataa madai yao, akakataa ule udhuru wao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum, hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anayafahamu yaliyomo ndani ya vifua vyao. Hawakukusudia isipokuwa ni uharibifu, hawakukusudia isipokuwa ni machafuko, hawakukusudia isipokuwa ni umwagaji wa damu. Wapuuze, waache, tena usiwaangalie kile ambacho unachotakiwa kukifanya. Unatakiwa wawaiz, wape nasaha. Allah akasema, wa'idhuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, wape mauiza na uwaambie katika nafsi zao yale ambayo wanaoyafanya si maneno, si matendo mazuri, tena uwaambie kwa maneno ya wazi kabisa bila kupepesa. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, tambueni ya kwamba huu ni wakati wa kufahamishana ukweli. Wazazi wawafahamishe watoto zao ukweli, wasimamizi wawafahamishe wale wanaowasimamia ukweli, wanawake wawaambie waume zao ukweli kwamba ukifanya kitendo cha uharibifu au ukawa na nia hiyo ya kufanya hivyo, basi yatakayokukuta ni yale ambayo yasiyopendezwa na nafsi yako. Kwa kabla ya kuingia katika jambo hilo, tunatakiwa tutahadharishane na tunasihiane, kwani udhuru wetu hautokuwa ni wenye kukubalika ikiwa yale ambayo tunayoyafanya, yale ambayo tunayoyapanga yatakuwa yana madhara baada ya kufanyika. Sababu ya pili, ayuhal muslimun, katika sababu za fitna au sura za fitna ni watu kutokuangalia mwisho wa matendo. Kama mtu amepanga jambo fulani, wakati huo akashindwa kujua jambo hili ambalo nimepanga kulitekeleza mwisho wake utakuwa ni nini. Kwa mfano, wale ambao wanaopanga matendo ya maandamano ya vurugu siku ya tarehe 9 mwezi wa 12, wapo katika mitandao. Ukisema una comment katika mtandao swala la kuwanasihi na kuwaonyesha kwamba jambo hili lina madhara, utatukanwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Peji nzima itajaa matusi ya aina tofauti tofauti.
Watu hawa sababu ya wao kufanya hivi ni kwa sababu wameacha kuangalia aqibatul umur, mwisho wa jambo lao, wapi litakwenda, wapi litaishia. Serikali imeapa kuhifadhi na kulinda mali na roho za raia wake. Kwa hiyo mtu yoyote, sawa ni ndani ya serikali, sawa ni ndani ya nchi au nje ya nchi, atakapotaka kupanga mpango wa aina yoyote utakaosababisha mali hizo kupotea na kuharibika au nafsi hizo kufa na kuangamia, basi hakuna serikali itakayolala. Ni lazima iwe macho na kupanga mipango yakinifu itakayoweza kudhibiti vurugu yoyote iliyopangwa kufanywa. Hawa ambao wanaopanga mambo haya, lau kama wangejua mwisho wa kile ambacho kitakachotokea ikiwa watatekeleza jambo hilo, basi wasingeliweza kutekeleza jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kisa au habari za Nabiullahi Daud alayhi salatu wassalam. Allah alimfadhilisha Daud, na katika yale aliyompa kama zawadi ni kumlainishia chuma, kumwezesha kufanya shughuli zake kupitia chuma, akiweza kutengeneza mavazi ya kivita, kutengeneza silaha na mfano wake. Wakati alimuelekeza kutengeneza chuma hicho, mavazi hayo, kwa utaratibu uliokuwa mzuri, bali aangalie kutengeneza kwake kuwe kunaendana na mwisho wa kile ambacho anachokitaka. Kama unataka kutengeneza dir'i ya kifuani, ngao ya chuma mtu aivae kifuani, lazima utengeneze misumari, ukadirie misumari ambayo itakayoingia isiharibu ikafanya chuma kile kitanuke, au msumari ambao utakuwa ni mdogo ukafanya chuma kile kishindwe kuungana. Allah akasema, anema sabighatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna khabir. Jitahidi ukadirie vizuri katika utengenezaji, ukataji na uungaji, na uangalie misumari ambayo itakuwa inaenea katika sehemu uliyotoboa. Usiweke msumari mkubwa ukachana, na usiweke msumari mdogo ukaelea, kisha vazi lile likawa limekosa umahiri wake na ustadi wake. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameyafafanua maneno haya vizuri, akasema katika tafsiri aya hii, al-masamir wal-hilaqi wala tudaqqiq al-mismara fayatasalsal wala ta'dhumu fayafsim, rawahu al-Bukhari. Hii ni kuonyesha ya kwamba hata fundi wa kutengeneza vitanda, hata fundi wa kutengeneza magari, hata fundi anayejenga nyumba ni lazima akadirie ratio ya simenti na mchanga, lazima akadirie urefu wa ubao na ufupi wake na wembamba wake na unene wake, ili kuweza kupata kitu kilichokuwa kizuri. Pale watu wanapodharau, pale watu wanapopuuza historia iliyokwisha tokea katika nchi tofauti tofauti, historia iliyokwisha tokea katika zama tofauti tofauti, kabla ya mtume na baada ya mtume, na katika zama zetu hizi, kaumu Lut, kaumu Ad, kaumu Samud, namna gani walivyokuwa wamefanya maasi, namna gani walivyoletewa adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika zama zetu, katika nchi ambazo zimewahi kupitikiwa na masala haya ya fitna, namna gani watu walivyoangamia, namna gani watu walivyokufa. Angalia nchi ya Misri, angalia nchi ya Tunisia, angalia nchi ya Sham na nchi zinginezo katika nchi za Afrika maarufu. Baadhi yake ni nchi za jirani kama Kongo na nchi zingine kama Burundi. Haya yametokea watu walipodharau, wakaona kwamba fimbo, jiwe linaweza likawa mukabili wa bunduki na bomu. Yaliyowapata hawawezi wakasahau. Sisi Kigoma miaka ya 95, Kosovo inafahamika kwa watu waliokuwa na umri kuanzia miaka 35 na kuendelea. Waliona namna gani serikali ilivyodhibiti kuanzia Kagera mpaka Kibirizi, kuanzia Mwandiga mpaka Katonga. Watu wote walikuwa katikati
na wakadhibitiwa ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Jamii kubwa karibu 60% ya wanamume walikuwa wametawanywa katika selo mbalimbali, mpaka Ilagala zilijaa selo zile. Watu hawa wakijisahaulisha kitendo kile, kisha wakaingia. Kesho tukaona watu wametoka wanaingia barabarani, hali ya kuwa mpaka sasa kuna watu ni vilema, kuna watu hawawezi wakasahau jambo hilo katika familia zao. Tutasema hii itakuwa ni maajabu makubwa. Sasa ndio maana nikasema katika sababu za watu kuingia katika fitna ni watu kutokujua historia ya fitna ambazo zilizokwisha tekelezwa huko nyuma, namna gani zilivyoleta madhara, namna gani zilivyowaacha watu wajane, zilivyowaacha watoto mayatima na mfano wake. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayli afala taqilun. Hiki ni kisa cha kaumu Lut. Wanaambiwa ummatu Muhammadin alayhi salatu wassalam kwamba hakika nyinyi huwa mnapita hapo katika maeneo ambayo watu wa Lut waliangamizwa kwa dakika moja. Walikuja malaika wakawaangamiza watu wale na wakafutika kabisa. Hupita nyinyi asubuhi na jioni katika safari zenu za kibiashara, afala taaqiluna, hivi nyinyi hamna akili? Hivi nyinyi hamzingatii? Hivi nyinyi haiwezi kuwa hiyo ni sababu ya kukuzieni kuingia katika miji hiyo isipokuwa kwa mazingatio? Mkipita mnakwenda huko mnafurahia kuyaona maeneo ya zamani, hivi hamzingatii kama kilichowakuta watu hawa kinaweza ikawakuta nyinyi? Na hii ni dalili ya kwamba mtu yoyote mwenye akili, jamii yoyote inayotumia busara na akili, haiwezi kaingia katika machafuko hali ya kuwa tayari inafahamu kwamba siku zote machafuko hayawaachi wale ambao waliochafukiwa katika hali ya salama. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema maneno yake mashuhuri, akiwa anawatahadharisha watu na kitendo cha kutoka chini ya taa ya viongozi, na akibainisha mazingatio ya kitendo hicho, akisema rahimahullah, wa qalla man kharaja ala imamin dhi sultanin, na ni mara chache sana wale ambao wanaotoka kwenye taa ya kiongozi mwenye utawala wake, illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri a'zamu mimma tawallada min al-khair, isokuwa madhara yanayozaliwa ndani ya kitendo hicho cha kutowatii wale viongozi yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko yale madhara ambayo huzaliwa katika khair. Yale ya shari huzidi yale ambayo yanakuwa katika khair. Watu wamekufa katika miji mbalimbali. Nchi za karibuni hapa tumeona ni namna gani watu walivyoingizwa katika hayo, wakawa wamekimbia nchi zao, na sehemu ambayo waliokimbilia ni hapa nchini kwetu Tanzania. Tumekuwa katika mkoa wetu wa Kigoma tukiishi na ndugu zetu wa nchi za jirani kwa miaka zaidi ya 20, kwa miaka zaidi ya 20 au 30, mpaka tumewazoea. Wako hapo, walifika hapo Lake Tanganyika, baadaye wakaenda Nyarugusu, baadaye wakaenda Rugufu, baadaye wakaenda Mtabira, baadaye sasa hivi wako Nduta na maeneo mengine mbalimbali. Enyi Waislamu, haya yote yamesababishwa na vurugu mfano wa hizi, yamesababishwa na kuto kuwasikiliza viongozi wao. Wametoka kwenye majumba yao mazuri, walikuja kuishi katika majumba yaliyofunikwa na maturubali kwa miaka zaidi ya 30. Mtoto anazaliwa, anakuwa, anaoa, anazaa, na mtoto wake anaolewa pia au anaoa kwa muda huo. Ndugu zangu Waislamu, sababu ni kuto kuwasikiliza viongozi. Madhara siku zote yanayopatikana katika jambo hilo ni madhara makubwa, na hawezi kuyafahamu madhara hayo isipokuwa yule ambaye ana tabia ya kuzingatia mwisho wa fitna. Al-Imam Ash-Sha'bi Amir bin Shirahil Ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala alipoulizwa kuhusiana na fitna ya Ibn al-Ash'af, fitna iliyosababishwa na Ibn al-Ash'af,
kutoka chini ya taa ya kiongozi na kuwashawishi watu wengi wakawa wameathirika na yeye, wakaungana na jeshi lake, jambo lililosababisha kuingia machafuko makubwa na Waislamu wengi wakapoteza nafsi zao. Alipoulizwa imamu huyu na ni imam min a'immati at-tabi'in katika zama za atba' tabi'in, alipoulizwa kuhusiana na fitna hii, aina kunta ya Amir, katika fitna hii wewe ulikuwa wapi? Sababu watu wengi wamekufa na wewe ni kiongozi na wewe ni mwana wa chuoni. Akasema maneno yake yaliyokuwa mashuhuri, kuntu haithu yaqulu shair, mimi nilikuwa kule anakosema mshairi, awadhibu fastanastu bidhibi idhawa, alibweka mbwa mwitu nikapatwa na utulivu wa roho, nikapatwa na utulivu wa akili, nikapatwa na utulivu wa nafsi yangu pale nilipomsikia mbwa mwitu anabweka. Kisha akasema wasawata insanun fakitu atiru, lakini pale niliposikia sauti za watu, kila mmoja akiwa na la kwake, kila mmoja akiwa na mawazo yake, watu wakawa hawataka kumsikiliza mtawala, wakajiona wana akili, watoto wakatoka barabarani, wazazi wakakaa kimya, wanasubiri siku watoto wao wapatwe na madhara, waanze kulia, wachukuliwe na mitandao kutangaza huruma. Anasema mimi nilikwenda porini, nikajikita huko, nikaishi na mbwa mwitu, nikaishi na wanyama mbalimbali, kukimbia fitna ambayo iliyosababishwa na Ibn al-Ash'ath. Haya ni maneno ya Imam Jalil, mwanachuoni mkubwa ambaye aliyekuwa akitegemewa sana katika zama zake. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha ya kwamba linapotokea jambo la fitna, jiweke mbali na fitna hiyo. Ukiwa na watoto wako mabarobaro, waite wafahamishe watoto wangu, jiwekeni mbali na fitna hizi. Kila mmoja akichukua nafasi hii ya kumweka chini mwanae, kumweka chini rafiki yake, ndugu yake, umma wote utatulizana na fitna hii itapita kama ilikuwa haipo. Lakini tukisema kwamba kuna ghaugha, watu wa fujo, vijana ambao wanaojiita ni Gen Z, generation ya mwisho, tukawapa nafasi na kuwachekea, yatatokea madhara ambayo yatawadhuru wao kwanza na yatatudhuru na sisi, na wale ambao watakaosalimika pia watalia kuhusiana na yale madhara yaliyowakuta watoto zao. Al-Imam Ash-Sha'bi rahimahullah anasema asabatna fitna, imetupata fitna, lam nakun fiha bararatun atqiyau, hatukuwa ndani ya fitna hiyo kuwa ni watu wema wacha Mungu, wala fajaratun aqwiyau, wala hatukuwa waovu wenye nguvu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salam zimwendee mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, katika sababu na sura za fitna ni al-i'lamul fasid, ni hivi vyombo vya habari vilivyofisidika, pale ambapo wale wachochezi wa fitna walivyofahamu athari na nguvu za vyombo vya habari, wakavitumia vyombo hivi kwa ajili ya kuhakikisha malengo yao. Ikawa vyombo vya habari ndio njia
ya kueneza fitna. Mtu yupo ndani, kajifungia ndani ya chumba chake, anaandika, kadhalika pia anaongea au anachukua video ambayo itaenea ulimwenguni kote. Jambo hili likawa ni sababu ambayo imefanya ulimwenguni kote kuwe hakuna amani, kwa sababu dakika moja neno la mtu mmoja linawaenea watu wote. Kisha mtu yupo dukani kwake, anategemea amani ndio aweze kuuza. Kisha mtu yupo kazini kwake, anategemea amani ili aweze kupata mshahara. Mtu yupo shambani kwake, anategemea amani ili aweze kuhudumia shamba lake na kupata mazao yake. Huyo ima yeye, rafiki yake, mtoto wake, jamaa yake, anaathirika na maneno ya mtu huyu aliyopo katika mitandao. Kwa kutumia ulimi anatoka kwenda kutekeleza mambo ambayo yatapelekea kuvunjika kwa amani. Kisha amani itakapovunjika, inarejea dukani kwake, linavunjwa duka lake, kadhalika inaharibika ofisi yake na maisha yake mazima yanaharibika. Jambo hili ndugu zangu Waislamu, tutambue kwamba hii ni moja katika njia zinazopelekea uvunjifu wa amani. Kwa maana mtu atakapotumia mitandao hii asiitumie, isipokuwa aitumie kwa njia iliyokuwa salama, na aitumie kwa minajili ya kumletea mafanikio ya dunia yake, kadhalika mafanikio ya akhira yake. Na ajitahidi mtu katika mtandao wake asiandike, asiongee wala asirekodi isipokuwa neno la ukweli, isipokuwa neno litakaloleta tija, isipokuwa neno litakalotuliza vurugu. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anasema, kafa bil mar'i kadhiban, inamtosha mtu kuitwa ni muongo, ayuhadisa bikulli ma yasma, kuhadithia kila kile ambacho anachokisikia, kuhadithia kila kile ambacho anachokisoma. Tusome yaliyomo ndani ya mitandao, yaliyokuwa mabaya na yaliyokuwa mazuri. Yale yaliyokuwa mabaya tuyapuuze, na yule aliyeathirika naye tumnasihi, tumtoe katika kundi hilo, na yale yaliyokuwa mazuri yatuongoze katika uzuri, ili mwisho ndugu zangu Waislamu tuweze kulinda amani ya nchi yetu, tubaki salama, tuweze kutafuta riziki yetu, tuweze kuwatibu wagonjwa wetu, tuweze kusoma dini yetu, tuweze kubaki katika hali ambayo kila mmoja atashughulishwa na kile ambacho kinachomshughulisha katika hali hiyo. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ailinde nchi yetu na aijaze amani. Kadhalika pia tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awape hikma, awape busara na awape subra viongozi wetu waweze kulitatua janga hili, kadhalika pia waweze kulisimamia vizuri mpaka pale litakapofika mwisho wake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.